Asante. Kwa hiyo Assalamu alaikum. Kwa niaba ya NMB tumeleta mchele, sukari, unga, maharage, mafuta na soda kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo vitu vyote tulishakabidhi. Nashukuru sana. Asante. Mchele, maharage, mafuta pamoja na mbuzi. Mbuzi kwa ajili ya kitoweo ya kijana wetu ya siku hii. asanteni sana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Tunafanya haya kwa ajili watu wajifunze kutoa, kutaka kuleta hamasa katika jamii. Taasisi ya Goodwill and Humanity Foundation imeanzishwa kwa lengo la kusaidia wajane, wazee, wagonjwa, walemavu na mayatima. Kwa niaba ya wenzangu wote, napenda kutoa shukrani kwa taasisi zetu na mashirika na watu moja moja, familia zetu kwa kuweza kujitoa kuja kushirikiana kufanya iftari ya pamoja na watoto. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe baraka wote ambao wameshiriki katika iftari hii. Mwenyezi Mungu ajalie iftari hii iwe ni dawa na ni tiba ya kila ambaye ni mgonjwa. Kwa niaba ya watoto, natambua mchango wenu kwa kuweza kuvunja wakati wenu, na kuna ambao wamegharamika kwa namna mbali. Kuna wapishi, kuna waandaaji na kila nyadhifa katika kila mtu amechukua nafasi yake ile ambayo anaiweza. Mwenyezi Mungu awalipe sana. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatie moyo, msichoke katika kuwajali watoto hawa na kuwathamini. Baada ya kusema hayo, nasema Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Vile vile kwa niaba ya watoto tunaomba radhi kwa kila madhaifu yaliyojitokeza. Huenda kuna ambaye amekosa chai, huenda amekula chakula ya kushiba, huenda chakula hakikuwa kitamu kama anavyotarajia. Kwa niaba ya watoto tunaomba radhi. Kwa nini tunaomba radhi kwa niaba ya watoto? Sisi tumesimama hapa kwa niaba ya watoto. Shughuli hii ni ya watoto wa Goodwill Children Home. Sisi tunasimama kwa niaba yao kwa sababu wao hawana uwezo wa kuja kusimama hapa wala kutoa maelezo. Kwa hiyo tumekuja kwenu kwa niaba yao kuwashukuru nyote kwa kila madhaifu yalitokeza, mtusame. Kuna ambao labda walisukumwa, labda waliojiwa, basi katokea madhaifu yetu, basi tuwabebe. Vile vile tunathamini na uwepo wa dada yetu, dada Kofrata Mgumba. Kituo hiki kimekuwa ni rafiki kwetu, kinashirikiana kitu mara kwa mara kwa sababu wao ni sehemu yetu. Na tunashiriki na tunatambua ushiriki wote mashirika ambayo yamefika hapa na amesupport na wale ambao hajasupport kwa sasa lakini alisupport kabla ya hapo. Mwenyezi Mungu awabariki, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana. Mheshimiwa Meya, Naibu Meya, zungumza kwa niaba ya watu wa Tanga. Assalamu alaikum. Ali yote kwanza naomba mnisamehe sana. Nilipokea ukaribisho huu kuanzia saa 11 lakini ratiba ilikuwa juu ya uwezo wangu. Kwa hiyo naomba mnisamehe na mimi nimelisamehewa na nchi yote. Mkurugenzi wa Goodwill, mtanisamehe walikuwa ni wengi lakini nitaomba tu nitaje kwa makundi kwa sababu ya muda. Mkurugenzi wa Goodwill TPA, naomba kutambua benki zote zilizoko hapa. Naomba nitambue idara ya maji Tanga, CCM mkoa, lakini na wilaya na kata na matawi yetu ambayo yote yako hapa. Lakini naomba nitambue uwepo wa Tanga Women Gala, Bilal Muslim. Naomba nitambue asasi zote za Kiislamu ambazo zimehudhuria hapa. Lakini naomba nitambue ofisi ya mtendaji kata na watu wake walioko hapa. Naomba nitambue walikwa wote wa misikiti yote ambao wamealikwa hapa. Naomba nitambue mashirika yasiyokuwa ya kiserikali
na alikuwa serikali alikuwa hapa yote, lakini naomba nitambue ofisi ya ustawi wa jamii wa jiji ambao anashirikiana na Goodwill kwa karibu. Naomba nitambue wawakilishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wote ambao wako hapa, lakini wilaya wote pia ambao wako hapa. Tambue familia za mtu mmoja mmoja, kuna familia ya Shayo, kuna Magia Sensei, lakini kuna Glory, kuna Mama Niresa, kuna Rashidi, kuna Tabu, kuna Pendo, kuna Shizain, mwenyekiti wa mtaa wetu bila kumsahau. Kwa majina naitwa Rema Kasimu Mwina, niko kwa niaba ya mstahiki meya wa jiji la Tanga ambaye yuko nje ya jiji la Tanga kikazi. Kwanza kabisa mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya na uzima katika mwezi wa Ramadhani ambao unaenda mwishoni, lakini kuweza kupata nafasi ya kufuturu na watoto wetu kwenye nyumba hii salama. Kurugenzi mimi napaita hapa nyumba salama, siiti nyumba ya mayatima, kwa sababu sisi kama jiji tumeshawahi kuhifadhi watoto wetu mbalimbali hapa. Kwa hiyo nasema katika nyumba hii salama tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutana pamoja kwa ajili ya iftari hii. Lakini kubwa ni shukrani zangu kutoka ofisi ya mstahiki meya kwako mkurugenzi na timu yako. Sisi kama jiji tunajua mambo mnayoyafanya katika kuhudumia jamii, kwenye ustawi wa jamii, kwenye maeneo ya utunzaji, lakini na hata kwenye kutoa elimu. Tukija hapa kwenye utunzaji, sisi kama jiji hatuna nyumba salama, lakini changamoto ambazo zinatutokea kwa watoto wetu hasa kwenye maeneo yale wanaofanywa ukatili. Tumeshakuja zaidi ya mara 5 hapa kuomba hifadhi, nikianza na vijana wetu wale wa barabarani,